Halo? Sasa wewe unataka mume wako akunyenyekee na umuombei aokoke. Umuombei aje kwenye uwepo wa Mungu. Mwanaume asipokaa kwenye uwepo wa Mungu ni tata. Mimi nakwambia. Yaani ndivyo usijidanganye ati mwanaume utamshawishi kwa maneno yako tu. Wanaume wengi kinachowaweza ni nani? Uwepo wa Mungu. Sio semina mnazopewa kina mama. Sio 50 kwa 50. Haimwezi mwanaume. Mahali pekee mwanaume unamweza, unamsababisha awe ni kiumbe cha maana duniani. God's presence. Uwepo wa Mungu peke yake. Mimi naelewa ni mwanaume. Naongea nachokijua. Bila uwepo wa Mungu mwanaume muwezi. Na kuhakikisha. Unaweza ukapiga mpaka ukaua. Uwepo wa Mungu. Ndio maana nikauliza. Watu wengi sana hapo wanatamani. Ukiona mwanaume amefanikiwa kuokoka, akampenda Mungu, akawa ni mtu wa Mungu, aisee, huyo mwanaume amepona. Na sio tu kupona. Mwanaume akipona kwenye uwepo wa Mungu na mwanamke amepona. Na kuhakikishia. Wanawake wengi ni wadhaifu kwa mume. Ila wanaume sio wadhaifu kwa mke. Mimi najua kwa sababu unaweza kama mpendo hapa. Leo unaimba vizuri, unashandarai vizuri, ni muombaji mzuri, unamtumikia Mungu. Olewa na tapeli uone. Unakuwa tapeli kama mume wako. Nimeona wanawake wengi ambao walikuwa ni wapendwa, wameolewa na warevi, sasa hivi ni warevi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke hauna uwezo wa kuhimili mititi ya mume. Lazima uwe submissive. Lazima ukae chini yake. Kwa maana hiyo sasa eneo mojawapo la kuombea ulimwengu ni wanaume wamjue Mungu, wanaume wamtafute Mungu, wanaume wakae kwenye uwepo wa Mungu. Ni eneo pekee la maombi muhimu duniani. Ndio jambo pekee linaweza kuokoa ulimwengu. Pekee wanaume kaa kwenye uwepo wa Mungu. Hivi. Never. Wanaume sio rahisi kama unafikiri.